Tunduma oye! Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, mimi nimefurahi sana. Kwa mara ya kwanza nimekuja kwenye kata ya Makambini kuja kukaa na kuzungumza na wananchi, lakini sio mara ya kwanza kuja kwenye kata hii, isipokuwa nilipokuja nilikuwa nakuja kufanya kazi ya kukagua miradi ya maendeleo. Kumbuka nilishakuja kwenye hii kata mara mbili kufanya ukaguzi wa barabara yetu ambayo tumeijenga kwa kiwango cha lami, lakini leo nikasema nije kwenye ziara maalum inayoitwa ziara ya serikali nyumbani kwako. Ziara ya serikali nyumbani kwako, tafsiri yake ni kwamba mimi kama kiongozi wa mkoa ninabeba timu ya wasaidizi wangu kutoka kule makao makuu ya mkoa. Tunahamisha ofisi ya mkoa, tunaitembeza kwenye kata za wananchi, tunaitembeza ofisi kwenye mitaa ya wananchi. Lengo ni kushuhudia shughuli za maendeleo zinazofanyika. Lengo ni kuwasikiliza wananchi. Lengo ni kuwaambia wananchi wenzetu serikali yao inafanya nini, lakini serikali yao itafanya nini kuhusiana na kero ambazo zinawakabili wananchi wenzetu. Lakini kubwa zaidi ni kuja kusikia kutoka kwenu juu ya utendaji wetu wa serikali. Je, tunakidhi matarajio yenu au kuna mambo bado hatujayatimiza? Kwa sababu tunatambua serikali haiongozi wanyama, inaongoza watu. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan haiongozi miti, inaongoza binadamu. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan haiongozi mawe, inaongoza binadamu. Na binadamu wana sifa ya kuwaza, binadamu wana sifa ya kutoa maoni, binadamu wana sifa ya kuzungumza. Lakini kubwa zaidi, kwa sababu serikali ni serikali ya watu, inayotokana na watu, lakini imechaguliwa na watu, na jukumu la serikali ni kusukuma maendeleo ya watu. Kwa hiyo kama ninyi ndio wenye serikali, haina maana kwangu mimi na viongozi wenzangu kushinda ofisini kila siku bila kushuka kwa wananchi wenzetu ambao ndio wenye serikali. Haina maana kupokea taarifa tu juu ya maendeleo yenu tukiwa ofisini bila kushuka huku chini kuja kushuhudia kwa macho maendeleo tunayoambiwa kwenye taarifa za makaratasi, lakini hali kadhalika kuja kusikia kutoka kwa watu wenyewe ambao ndio tunawaeletea maendeleo. Hiyo ndio kazi ambayo rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuagiza na ametuelekeza tuifanye. Kwa hiyo mimi pamoja na viongozi wenzangu walioteuliwa, walioajiriwa, lakini hali kadhalika waliochaguliwa, ndio kazi tuliotumwa na rais wetu, ndio kazi tuliotumwa na Chama cha Mapinduzi, chama ambacho chenye ilani, chama ambacho ndio kinaisimamia serikali. Kwa hiyo tumekuja hapa kufanya kazi ya chama waliotuelekeza. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, nimesikia kutoka kwa diwani wenu, diwani bingwa kabisa ambao mmemchagua, naomba tumpigie makofi. Miongoni mwa madiwani machachari kabisa kwenye baraza la madiwani,
lakini hata tunapokuja kwenye ziara ana uwezo mkubwa wa kujenga hoja, na kama mlivyokubaliana kwamba mitano tena, mimi sipingi, na kubaliana na nyinyi kwamba diwani mitano tena, lakini anaongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri, naye mwenyekiti bingwa ambaye anasimamia baraza letu la madiwani kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana chini ya mkuu wetu wa wilaya bingwa na mkurugenzi wao mchapakazi pamoja na watumishi wote wa halmashauri ya Tunduma. Naomba tuwapigie makofi. Chini ya uongozi wao yako mambo makubwa wameyafanya. Juzi nimetoka kutembelea kwenye mabaraza ya madiwani kwa ajili ya kusimamia mijadala ya kujibu hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG, ambao kwa ujumla wake halmashauri zetu zote za mkoa wa Songwe CAG amezipatia hati safi. Hati safi tafsiri yake halmashauri zetu zinazingatia sheria za fedha, zinazingatia matumizi ya fedha za umma, zinazingatia maandalizi ya mahesabu ya matumizi ya fedha kwa kuzingatia taratibu zilizopo. Lakini jambo lingine kubwa zaidi, ndugu zangu, wananchi wenzangu mliopo hapa na wale ambao mnanisikiliza kupitia vyombo vya habari, Tunduma FM, Vwawa FM, lakini hali kadhalika JTV, lakini na Tunduma Online TV, ni kwamba mkoa wetu wa Songwe umevuka malengo katika makusanyo ya mapato. Tulikuwa na malengo ya kukusanya bilioni 44.3, lakini mpaka tunamaliza mwaka wa fedha ambao umekwisha jana, mkoa wetu umekusanya mapato zaidi ya bilioni 47. Fedha hizo zilizokusanywa ni fedha zinazotokana na shughuli ambazo nyinyi wananchi wa mkoa wa Songwe mmezifanya, ikiwemo wananchi wa halmashauri wa Tunduma, wafanya biashara, wa machinga, wajasiriamali ndogo ndogo, ikiwemo nyinyi mama zangu mlioko hapa katika soko la Makambini, boda boda, bajaji, lakini waendesha maguta, madereva wa daladala, madereva wa malori, wafanyabiashara wakubwa, wakulima, wafugaji, pamoja na makundi mengine yote ndiyo ambayo yamechangia katika maendeleo ya mkoa wetu wa Songwe. Lakini hali kadhalika, ndugu zangu, juzi wabunge wetu wamepitisha bajeti yetu ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 26 na 27. Bajeti ile ni takriban trilioni kama 62 au 63, lakini karibia 74% ya ile bajeti inatokana na mapato yetu ya ndani sisi wenyewe. Tafsiri yake ni kwamba nchi yetu inajielekeza kwenye kujitegemea. Lakini jana Mheshimiwa Rais wakati anapokea gawio la fedha kutoka kwenye mashirika mbalimbali ambayo serikali ina hisa, alipokea gawio la karibia trilioni 1.3. Katika hotuba yake alirudia tena kauli yake, akasema Tanzania sasa mwelekeo wetu ni wa kujitegemea. Tunataka sisi wenyewe tuijenge nchi yetu. Kwa hiyo kwa shughuli hizi tunazozifanya, ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Songwe, tutawezesha serikali yetu kukusanya mapato, tunawezesha halmashauri yetu kukusanya mapato ambayo yanatumika kwa ajili ya kutekeleza shughuli za maendeleo. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kama kiongozi wa mkoa ninawashukuru na ninawapongeza sana. Lakini rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa salamu zake za pongezi kwenu wananchi wa mkoa wa Songwe, makundi yote, na anawashukuru sana kwa kazi mnazozifanya ambazo zinachangia katika maendeleo yenu wenyewe binafsi, lakini kwa kazi mnazozifanya ambazo zinachangia katika maendeleo ya upatikanaji wa mapato ambayo
yanatumika kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo yanagusa maisha yetu ya kila siku. Tafadhali naomba mjipigie makofi. Ndugu zangu wana Makambini na ndugu zangu wa mkoa wa Songwe kwa ujumla wake, tumepokea taarifa ya shughuli za maendeleo ambazo nimepokea kutoka kwa diwani wenu, ambazo nimepokea kutoka kwa mwenyekiti wa halmashauri na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Tunakubali kama serikali ziko changamoto ambazo bado hatujazitatua, lakini yako mafanikio makubwa ambayo tumeyafikia kwenye sekta ya elimu. Mfano tu kwenye kata hii ya Makambini, juzi nimetoka kutembelea shule yetu ya sekondari pale, shule mpya kabisa ambayo serikali ilitoa fedha zaidi ya milioni 500. Shule kama zile tumejenga maeneo mengi sana ya mkoa wetu wa Songwe, lakini tumeambiwa hapa shule yenu ya msingi tunajenga shule hapa ya ghorofa kupitia mapato ya halmashauri. Maanake ni kuboresha mazingira ya utolewaji wa elimu. Lakini katika bajeti iliyopitishwa hivi karibuni, serikali inaendelea kutoa elimu bila malipo. Watoto wetu wasome kuanzia darasa la awali mpaka wafike kidato cha 6 bila kulipia gharama zozote. Lakini haina maana kwamba gharama hizo hazilipiwi. Gharama hizo serikali imeamua kuzilipia kwa niaba yako wewe mzazi, ili kukupunguzia mzigo wa kulipa ada kwa mwanafunzi wa sekondari, kulipa ada kwa mwanafunzi wa shule msingi. Pesa hizo zinalipwa na serikali kwa ajili ya kumgharamia mtoto wako wewe apate elimu. Lakini mtoto wako anapofaulu kwenda chuo kikuu, serikali inachukua jukumu na dhamana la kumpatia mkopo ili aweze kusoma mpaka elimu ya chuo kikuu. Kwa hiyo katika serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan hakuna mtoto yoyote ambaye atapata kikwazo cha kutopata elimu kwa sababu tu ya kukosa fedha au kwa sababu ya kipato duni cha familia yake. Awe mtoto kutoka Makambini, awe mtoto kutoka Sogea, awe mtoto kutoka Chapwa, awe mtoto kutoka Tunduma, awe mtoto kutoka Mpemba, awe mtoto kutoka sijui wapi, kwenye kila eneo linalopatikana ndani ya Tunduma, kwenye kila kata, kwenye kila kijiji kinachopatikana ndani ya mkoa wa Songwe, kama kuna mtoto yoyote ambaye amezaliwa na anahitaji kupata elimu, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira wezeshi. Haijalishi anatoka kijijini au anatoka mjini, haijalishi awe maskini au awe tajiri, haijalishi amezaliwa na ulemavu au hajazaliwa na ulemavu. Katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, watoto wote wana haki ya kupata elimu. Wajibu wetu kama jamii kutimiza wajibu wetu kusimamia elimu ya watoto, kutimiza wajibu wetu kuwalinda watoto wetu dhidi ya vitendo vya kikatili, dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, dhidi ya vitendo vya ubaguzi ambazo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikawaathiri watoto wetu kisaikolojia, vinaweza vikawaathiri watoto wetu wakashindwa kutimiza ndoto zao. Tumepokea taarifa hapa kutoka kamanda RPC, lakini tumesikia taarifa ya mheshimiwa mkuu wa wilaya kata ya Makambini, lakini